Mambo vipi? Mimi naamini uko poa sana. Kizi konzi right, konzi de ganzi. Kwenye hizi siku 2-3 kuna jambo lilikuwa linajirudia kichwani kwangu. Nilikuwa na maswali mengi najiuliza. Kila siku kwenye maisha ninayoishi, I like to figure out baadhi ya mambo and niyapate kwenye uasilia ambao unatoka kwenye tafsiri ambayo ina maana mimi kama mimi ambao naweza kuielewa. Na siku hizi imekuwa easy kwa sababu nimejikuta napenda kushare na watu wengine pia, kwa sababu naamini tunapokutana navyo kwenye mfumo wa maisha yetu kila siku havikuhusu peke yako wewe kama kijana, wewe kama mwanadamu, wewe kama mzee. Kuna jamii ya watu wengi pia inawahusu. Jinsi unavyofikiria wewe ndivyo watu wengine wanavyofikiria. Jinsi unavyowaza wewe, kuna watu wengine wa namna yako pia wanawaza. Utatuzi wa mambo unaoupata wewe ukishare, kuna watu wengine pia itawasaidia wao kutatua matatizo yao pia. Sasa nimekaa nikawa najiuliza, hivi mbegu ni nini? Mbegu ina maana gani? Mbegu ina tafsiri gani? Na kwenye mfumo wa maisha tunayoishi kiuhalisia katika uumbaji wa Mungu, have you ever think about seed? What is seed? So nimepata jibu, lakini ni jinsi mimi nilivyoitafsiri hiyo mbegu. Nimekuja kugundua kitu kimoja. Mbegu ni uhai. Mbegu ni uhai uliobeba ongezeko la jambo fulani, ongezeko la jamii fulani, ongezeko la zao fulani, ongezeko la hali fulani. Yote haya yanaweza kuongezeka ama yanaweza kuzaliwa kutoka kwenye mbegu. Umeshawahi kujiuliza kwenye maisha yako ni mbegu gani wewe umeipanda? Kama sio wewe ulioipanda hiyo mbegu, have you ever asked yourself kwenye maisha yako wewe ni mbegu ya aina gani? Basi kama sio wewe, umeshawahi kujiuliza wewe unatoka kwenye mbegu ya aina gani? Usisahau, mbegu ni ongezeko la uhai. Usisahau hii point. Mbegu ni ongezeko la uhai. Nilikaa chini nikaitafakari hii mada kwa ukubwa sana. Siku moja nakumbuka niliwahi kumsikia mtu mmoja anasema mbwa anazaa mbwa, paka anazaa paka, kenge anazaa kenge. Kwa hiyo kumbe kenge anayezaliwa ametoka kwenye mbegu yenye asili yake, mbegu ambayo imebeba uhai wa ongezeko. Shikilia hapo. Mbegu ambayo imebeba uhai wa ongezeko. So, ili mbegu izae, nini kinatakiwa kifanyike? Ama process gani huwa inafuata ili mbegu izae? Bana, shikilia hapo. Nikaja kugundua kitu kingine ambacho nafikiri niliwahi kufundishwa ama niliwahi kuelekezwa back in the days. Ili mbegu izae inatakiwa izikwe, na ikishazikwa mbegu inatakiwa ife. Inaanza kufa kwanza, afu inaoza, afu inaota tena ili ichipuke. Mbegu iliyobeba uhai wa ongezeko inapozikwa chini kwenye ardhi inakufa. Ikishakufa inaoza. Ikishaoza inachipuka. Kwenye kile unachokipigania kila siku kwenye maisha yako, kuna mbegu yoyote imepandwa chini? Kwenye kile unachokipigania ili jambo lifanikiwe, kuna chochote kilichozikwa chini ambacho kikifa kikaoza kitachipuka, na kilichokufa ambacho kiko chini kina uhai? Hebu jiulize mzee mwenzangu. Jiulize mzee mwenzangu. Mbegu inatakiwa ipandwe. Ikishapandwa inatakiwa ikafe. Ikishakufa inatakiwa ioze. Ikishaoza, jambo jingine ndipo linapozaliwa. Chukua hiyo.